zote 90 kwa namna ambavyo umetizama mchezo huu, unaweza kuzungumza nini mzee wa Jambia? Ya, nafikiri leo sio zaidi kuhusiana na performance. Nafikiri zaidi ni Simba wamequalify kuelekea kwenye hatua ya makundi, lakini performance haikuwa pale. Yes. Technically Simba leo kuna vitu vingi havikuwa sawa. Walianza kukomaa. Nafikiri kama utaamua kuchagua mchezaji bora kwenye Costa Simba hii leo, unaweza ukakosa. Yes, kwa hiyo kulikuwa na pasi nyingi sana zinapotea, na kidogo kipindi cha kwanza unaweza sasa kuona kama timu ilikuwa inakosa idea. Nafikiri mwalimu alianza na namba 9 wa uongo, alianza na Joshua Mutale. Timu kidogo ilikuwa inapata shida kwenye namna ya kutoka na kupata mtu ambaye timu inaweza ikacheza naye mbele. Imestruggle hapo, lakini no second half mwalimu kabadilisha, amemuingiza Soa, amemuingiza Mutale. Kiasi timu imebadilika. Sio unachokiona ni kama mwalimu anajaribu vitu tofauti. Nikifanya hivi inaweza ikawa hivi, nikifanya hivi inaweza ikawa hivi. Ni mwalimu mpya, umeelewa? Lakini nafikiri performance ya leo ina influence kubwa sana na matokeo ya mechi ya kwanza, kwamba timu imeshinda 3 bila. Kwa hiyo ni kama kwa nini tujitoe kiasi hicho na kati kuna uhakika wa kuweza qualify. Kwa hiyo nafikiri mechi zaidi ilikuwa kwenye mazingira hayo. Kwa namna ambavyo umezungumzia aina ya kusema pengine labda ni kutokana na aina ya mchezo ambao unaendelea. Mwalimu anajaribu vitu tofauti, anajaribu muundo tofauti, anajaribu wachezaji tofauti. Ni vitu vyote viwili vinaenda kwa pamoja. Mwalimu anajaribu kufahamu kila mchezaji mmoja anaweza kuleta nini kwenye kikosi. Wachezaji nao wapo kwenye mchakato wa kumuelewa mwalimu anataka nini. Kwa hiyo ni hivyo vyote viwili kwa wakati mmoja. Kitu cha msingi, hayo mahusiano ya mwalimu na wachezaji yakiendelea kutafutwa, lazima matokeo yapatikane. Ndio kitu ambacho tumekiona kwamba matokeo yamepatikana, Simba anakwenda kwenye group stage. Mzee wa Jambia, tunashuhudia sasa timu zetu zote kwa maana timu 4 zimefanikiwa sasa kuingia katika hatua ya makundi. Hii inatoa ishara gani kwa soka la Tanzania, na kitu gani ambacho wewe unaweza kusema mara baada ya timu zetu kufanikiwa kutinga katika hatua ya makundi kwa upande wa shirikisho, lakini na ligi ya mabingwa? Nafikiri ni proud moment kwa nchi yetu. Kizazi hiki wote ambao mko hapa mnapaswa kujidaia, sio? Mnapaswa kutembea kidali mbele. Kuna wazee wetu ambao walikuwa huko siku za nyuma, jambo ambalo limetokea la timu 4 kwenda kwenye hatua ya makundi hawajawahi kuona, sio? Kwa hiyo kama umefanikiwa kuliona hili, ni jambo la kumshukuru Mungu, sio? Ni jambo kubwa, ni jambo la kihistoria. Lakini zaidi pongezi kubwa sana kwa Azam FC, wana qualify kwa mara ya kwanza. Wamejitafuta hapa miaka takriban 21 tangu klabu yao imeanzishwa, nao wanapata hatua ya group stage. Singida Black Stars na udogo wao na uchanga wao, nao kwa mara ya kwanza wanapata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni proud moment kwa nchi yetu. Tujidaie, tutembee kidari mbele.